Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo inaeleza kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu yupo njia panda baada ya Marekani kutaka kumaliza vita. Waziri mkuu huyo wa Israel yuko njia panda kwani moja kati ya yale ambayo aliyatangaza kwa nguvu kubwa nchini Israel hayakutimia hata moja. Ni wakati ambapo rais wa Marekani anatangaza kwamba anataka kusitisha vita kabisa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini wakati huo huo malengo ya kuanzishwa kwa vita hivyo hayakutimia, na ni kutokana na kwamba vita hivi havikuwa na mipango maalum, kwa sababu wa Iran walijipanga kwa muda mrefu wakitambua kwamba wana uhasama mkubwa na Marekani na Israel. Wakati huu wa operation za Marekani na Israel katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hawakuweza kufanikiwa. Mipango ambayo wa Marekani na Israel walikuwa nayo, kwanza ilikuwa ni kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Walimuua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, lakini utawala ukabaki pale pale. Lakini utawala uliokuwepo wa Mojtaba Khamenei, mtoto wa kiume wa Ayatollah Al-Khamenei aliyerithi nafasi ya baba yake, unaonekana ni utawala mgumu mno, na kwamba hata kama angeuawa Mojtaba Khamenei, utawala ungesalia vile vile kwa mujibu wa wataalamu wa mambo. Hili lilikuwa ni gumu kwa sababu mfumo huu wa utawala wa Iran ni mfumo uliojengwa katika misimamo ya kidini, kwamba Waislamu wa Kishia nchini Iran wasingekubaliana na kuangushwa kwa dola yao. Wangesimama imara kwa mapambano na hatimaye wangegeuza vita hivi kuwa ni vita vya kidini, na wangegeuza vita hivi kuwa ni vita vya mapambano ya jihadi, na hivyo wangepambana vilivyo, na kwamba makundi mengi ya wapiganaji katika Mashariki ya Kati, hasa yale yenye misimamo inayofanana na Iran, wangeingilia kati. Lakini pia moja kati ya mambo ambayo sasa yanaonekana ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kubaki njia panda, wakati ambapo alitangaza kwamba hata kama Marekani itaamua kuachana na vita hivyo, ni wazi kwamba Israel itaamua kuingia vitani, itaamua kupambana vilivyo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hadi pale ambapo watauondoa utawala wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, kadhalika kuondoa makombora ya masafa marefu, lakini pia kuhakikisha kwamba Iran haiwi na silaha za nyuklia. Kwa maana hiyo mapambano haya hayawezi yakawa ya siku moja, yatakuwa ni mapambano ya muda mrefu. Tofauti na mapambano ambayo Israel imepigana na makundi kama vile wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen, lakini pia wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon, lakini pia wapiganaji wa Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Ni tofauti kabisa na mapigano ambayo wameyaonja mbele ya Waajemi kutoka nchini Iran. Wa Iran wamejipanga kijeshi na wanajeshi la kisasa, jeshi lililoshika mshikamano wa kiimani, lakini pia jeshi ambalo linaongozwa katika mfumo wa kimapinduzi. Ni jeshi ambalo kimsingi kwa muda wa siku 12 za vita mnamo mwezi wa Juni lilionyesha umahiri wake katika mapambano, licha ya kwamba viongozi wake wakuu waliuawa kwa kulengwa. Lakini jeshi hili pia likaonyesha umahiri wake wa kisasa na wa kipekee katika kipindi cha vita vya siku 40 ambavyo sasa rais wa Marekani anataka vita hivyo vihitimishwe kabisa. Ni jeshi ambalo kwa namna ya kipekee jeshi la Marekani limetafakari na kuona hakuna haja kuendelea na vita hivi, kwani jeshi hili la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lina uwezo wa kuleta na kusababisha hasara kubwa mno kwa rasilimali za Marekani na hata pia kwa Israel. Lakini bado Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anatamani kuendelea na mapambano, huku waziri wake wa ulinzi Bwana Israel Katz akitangaza kwamba wataweza kuingia vitani wakati wowote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini nguvu inazidi kupotea kila kukicha kutokana na namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anaangalia sasa vita hivi. Inadaiwa kwamba washauri wa usalama walimweleza rais wa Marekani kwamba kutokana na hali ya uchumi kuyumba kwa kiasi kikubwa, dunia itakumbana na hali ngumu zaidi katika kipindi kinachofuata ikiwa vita vitaanzishwa kwa mara nyingine tena, ikikumbukwa kwamba Waajemi, kwa maana jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bado lipo tayari na linaitaka vita, linataka mapambano zaidi, na ni kwa sababu sio kwamba limeshakata tamaa, ni kwa sababu viongozi wake wa kijeshi wameuawa, lakini pia kiongozi wao mkuu Ayatollah Al-Khamenei ameuawa, na hivyo wakati wote wao wanataka kulipa kisasi. Ndicho ambacho kinaendelea wakati huu, na hivyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu atabaki kuwa mtu aliyekata tamaa
na mtu anayeshindwa sasa kutaka kufanya nini dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Basi mtazamaji, hayo ndio tulikuwa nayo, lakini pia tunakumbusha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC ni tofauti kabisa na makundi ya wapiganaji ya Hizbullah, Wahuth, lakini pia na Hamas, na hivyo ndicho kinachoifanya Israel kuwa katika hali tete, na ni kwa sababu sasa itakosa msaada kutoka kwa Marekani pale ambapo itaamua kuingia vitani peke yao. Na kwa namna ambavyo Iran imefanya mashambulizi, licha ya kwamba waliamini wameharibu baadhi ya makombora, lakini takwimu zinaonyesha bado Iran ina makombora hai kwa 60%. Kwa hivyo 40% ndio makombora ambayo yametumika na yamefanya uharibifu mkubwa pia hata huko Israel. Ndicho ambacho wachambuzi wanaona kwamba sasa hii itakuwa ni hatari kwa Israel na inamfanya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuwa katika njia panda. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.